Soko langu hili lina mambo makubwa manne, na maadamu umefika naomba niyataje kwa sababu wewe ni kiongozi mkuu, unaweza ukapata nafasi ya kutusaidia. Sehemu namba moja ni biashara za jioni. Soko letu limebaki linafanya biashara kiholela. Zipo barabara mbili ambazo zimekuwa zinafanya biashara jioni. Kwa eneo la kwa Kinyonto linafanya biashara, na mtaa huu ukifika usiku linafanya biashara. Tumekuwa tukiyaona masoko mengi na miji mingine kuna barabara maalumu inayoteuliwa kwa ajili ya watu kufanya biashara jioni. Lakini agizo la serikali kwa sasa, washushaji wa mizigo wanatakiwa kushusha jioni, kuondoa zile vurugu za barabarani kwa sababu ya usafirishaji. Kwa ile barabara ya kule ndio barabara yenye hardware, ndio kuna barabara ambazo mambo ya ujenzi, watu wa maharage na sehemu zingine. Tulikuwa tunaomba kwa ridhaa yako ile barabara ifungwe kwa biashara za jioni. Zile biashara zije zifanywe huku. Lakini pia watu hawa waweze kufungiwa taa jioni, kwa sababu serikali hii inaagiza namna ya wananchi wanavyotakiwa kujitafutia kipato chao. Kwa ile barabara ikifungwa ikaletwa huku, ikafika majira ya saa 12 tukaziwia magari, pikipiki kupita barabara hii kwa muda wa jioni, wafanyabiashara wanaweza wakajipatia kile kipato cha kuwasomesha watoto wao na mahitaji mengine ambayo yanaweza kuwasaidia kwa kila siku. Kwa hiyo tuliomba, kwa sababu wewe ni kiongozi mkuu wa mkoa huu, barabara ile ifungwe ije huku, wafanyabiashara wafungiwe taa jioni. Sababu leo tunaona barabara nyingi zimefungiwa taa kwa ajili ya watu tu kupita, au wafanyabiashara wanafanya biashara katika mazingira ya giza. Hiyo ni sehemu namba moja. Lakini sehemu namba mbili, mimi kama kiongozi wa soko hili la kwetu ilikuwa kila mfanyabiashara na mlinzi wake. Kwa hiyo sisi viongozi tulipoingia madarakani tukaziwia huo utaratibu, tukaamua kuweka ulinzi wa pamoja ambao ulinzi ule utakuwa unaweza kulipwa na viongozi wa soko. Lakini tukakubaliana na wafanyabiashara wetu kwamba wote hawa wachangie kuwalipa wale walinzi. Kile kitakachobakia tuone namna ya kuboresha soko letu. Lakini tukakubaliana na wafanyabiashara, mmoja ambaye alikuwa ni kipaumbele ni kuweka mageti ndani ya soko hili. Na tumebahatika kwa muda wa miaka 4 tumeweka mageti sehemu zote, tofauti na sehemu moja hii ambayo tunayoizungumzia kwa sasa. Lakini leo wafanyabiashara wetu humu ndani, biashara wanazozifanya mvua ikinyesha, humu ndani ni kama dampo, tope kubwa. Kwa hiyo tumelazimika kama viongozi wa soko, kile kinachopatikana kwenye mageti tukirudisha kwa wafanyabiashara, tukamwage zege ili wafanye biashara katika maeneo ambayo ni safi na salama. Lakini ili tuweze kuliendea hilo jambo, ni lazima sasa mkurugenzi na timu yake watusaidie, kwa sababu soko hili ni lao. Watusaidie kujenga geti kuanzia eneo hili mpaka kule mwisho, ili soko hili libakie kuwa salama. Mlinzi ni sehemu ya binadamu, yani binadamu, mlinzi tulionaye analinda na fimbo. Ikifika saa 12:30 anapiga kamba, kwa sababu yeye pia ni binadamu. Hufika ndani dakika 20, dakika 30, kachoka na maisha kila siku, anasinzia. Mwizi anatumia advantage hiyo, mlinzi kalala, yeye anapita. Kwa hiyo tuombe, kwa sababu wewe ni kiongozi mkuu, eneo hili halmashauri itusaidie, kwa sababu sisi tumekuja kuwasaidia kwa kiwango kikubwa. Kwa sababu hiyo miaka 4 mpaka leo tumeshatumia milioni 15,04,092 ambazo tumetumia kujenga haya mageti. Yote yale mageti ukiyaunganisha kwenye eneo hili bado yanafeli. Kwa eneo hili linahitaji mzigo ulio mkubwa. Tunaomba kupitia hadhara hii waagize viongozi wako wa manispaa watusaidie kujenga eneo hili. Kuna geti ambazo tumezichoma maeneo yote kule. Zile geti zile za square pipe huwa zinafungwa, ikifika sehemu kuna mlango unaosukumwa kuacha milango ibakie kuwa wazi. Kwa hiyo kuna sehemu linajiloki kabisa, na kuna sehemu nadhani engineer, kwa sababu tulipokuwa tunajenga tulikuwa tunatumia maelekezo ya engineer wa manispaa. Kwa hiyo tunahitaji ya hivyo ili watu wao wanaona kwa ndani, lakini ikifika ule muda ambao tumefunga saa 12 kwa maelekezo ya mkurugenzi, basi mlinzi hao amefunga ametia loki ili kumfanya mwizi yoyote akose nafasi ya kufanyaje, ya kupita. Kwa hiyo ujenzi wa hili geti lina gharama kubwa, tunahitaji nguvu ya serikali itusaidie kulijenga geti hili.
Tathmini ya hapa hatujafanya. Mara nyingi kila tukifanya hapa lazima anakuja engineer ndio anafanya tathmini, alafu sisi sasa tunaendelea taratibu kwa muda wa miezi 6, tunaweka kila tunachokiweza, tunaendelea nacho hivyo mpaka tunafika mwisho. Nadhani engineer akipigwa tathmini hapa atakuwa anajua gharama zake ni za kiasi gani. Hii ni sehemu ya pili ambayo ni katika maombi yetu. Sehemu ya tatu ambayo tunakwenda kuomba ni maeneo ya wanaouza humu ndani, wanapouza nyanya. Nadhani kama tutapata nafasi tutakupitisha. Soko hili lilivyo, ile eneo la wauza nyanya, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ni eneo dhaifu sana. Yaani kila mmoja amepiga paa kwa kiwango chake, kiasi ambacho mtu mrefu akipita kwenye paa fupi anaweza kachanwa. Kwa tulikuwa tunamwomba mkurugenzi aende hata TANESCO pale akaziombe nguzo 30. Zile nguzo 30 ambazo ni used zishakuja kutumika, watu sinikie mle katikati ya wauza nyanya, lipigwe paa la pamoja. Wakati sisi tunakwenda kumwaga zege, basi mfanyabiashara sio kila mfanyabiashara na paa lake. Kila aliwapo paa la aina moja, ili ule upepo na hewa na mazingira wewe aina moja. Ujenzi wa meza wale wenyewe wanaweza, lakini watujengee paa la aina moja. Lakini sehemu ya mwisho ni sehemu ya wauza maharage kule ambako ndiko unatarajia kwenda kule. Kule alikuja kiongozi wa manispaa akaomba kulingana na soko lilivyo na watu wanaingiza bidhaa pale, mazingira yale sio rafiki. Ni lazima masoko yetu yafanane na masoko mengine. Kwa hiyo akaomba kuzungumza na wale wafanyabiashara kwa ajili ya kujenga paa la aina moja kutoka juu mpaka mnarani, ili kupisha wale ambao wako mbele ya mnara waupishe ule mnara, sababu serikali inataka mnara ule ubakie kuwa wazi. Kwa hiyo tukamwambia hakuna shida, tukawaandaa watu wetu, tukazungumza nao, walikubaliana kwa ridhaa yao, wako tayari lile soko libadilishwe huo mfumo wanaoutaka, lakini kwa gharama zao. Wala wafanyabiashara hawakuwa na shida. Lakini toka lilipopangwa jambo hili, leo linakwenda mwaka wa pili sasa, halijakamilika. Wala wafanyabiashara wanazungumza, sisi kujenga tuko tayari, lakini mtufanyie tathmini kuanzia kuziweka hizo nguzo na kupiga paa na gharama ya meza. Kila mmoja gharama hii anabeba kiasi gani? Toka lilipofanywa jambo hilo, quotation yake mpaka leo haijaje. Lakini wale wafanyabiashara wanasema waonyeshwe tu sample ya hicho kibanda kinajengwaje, wao wako tayari kujenga. Jambo hili tulivyoliona kama bado linaleta shida, wanataka kujenga manispaa, wao wanataka kujenga, tukalazimika kumuita mheshimiwa diwani. Diwani akaja pale akazungumza na wafanyabiashara. Wafanyabiashara wakamwambia tuko tayari kujenga kwa gharama zetu, tuonyeshwe tu namna ya kujenga. Tuko tayari kununua hizo nguzo, tuko tayari kununua hizo bati, tuambiwe tu gharama ni kiasi gani. Mpaka leo jambo hili limekuwa la sintofahamu. Kwa hiyo tunaomba sisi kama viongozi wa soko, jambo hili basi wahimizwe hawa watu, ili wafanyabiashara wafanye biashara kwa maeneo yaliyo safi na salama. Kwa hiyo haya ni ambayo nilipenda kuyaleta kwako kama kiongozi wetu mkuu, uweze kutusaidia jambo hili kuweza kupata ufumbuzi.